mwenyewe nataka na mimi mwenyewe nipewe. Hatukatai kwamba kweli kuna wakati fulani kwenye mahusiano mwanamke anaweza akachangia, lakini hautakiwi uishi kwa pesa ya mwanamke. Kuna ule mfano wanasema kwamba kwa mara ya kwanza mwanamke alipomlisha mwanaume ndo tukafukuzwa bustani ya Eden. Kwa hiyo ukiruhusu mwanamke wakati mwingine ndo unachanganya, ndo zinatokea hizo chaos. Kwa hiyo kwamba ukiona kuna chaos zipo kwenye jamii, kuna mwanaume mmoja hajasimamia majukumu yake kikamilifu. Lakini mwanaume akisimamia majukumu yake kikamilifu, basi najua kwamba jamii itabaki salama. Lakini sasa ili jamii ibaki salama, lazima tujikite huku kwenye misingi. Sasa ndio maana mlee mtoto katika njia ipasayo. Katika njia ipasayo sasa ndio tunaangalia sasa hizo maeneo, hizo vitu mbalimbali, vitu gani vya kufanya. Kwa anaanza kujifunza, kwa sababu kuwa provider pia ni pamoja na tunamfundisha masuala ya imani, pamoja pia na kumfundisha utoaji, kwamba Mungu pia anahitaji sisi tuweze kuwa watoaji. Utoaji kwa ajili ya kuweza kusupport sasa ufalme wa Mungu. Manake wewe ni mwana wa ufalme wa Mungu. Manake huu ufalme pale ambapo unaona kumetindika, unahitaji wewe uweze